So ningechukua fursa hii kuwakaribisheni nyinyi wote. Feel free, feel at home. It is an interactive. Tunataka tu interact freely. So kabla sijaendelea sana, nitaomba mnapenda tutumie which language? Tumie lugha gani? Tutachanganya Kiswahili, Kizungu, shehe. Kwa vijana pia wako. Nimeuliza hivyo because I'm a trainer, lazima ukiwa kwa timu kama hii tunaweza ongea Kiingereza na mwingine aelewe Kiingereza. Tunaweza ongea Kiswahili na mwingine aelewe Kiswahili. So tuna mix hata mpaka vernacular languages. Sawa sawa. Mahali hutaelewa unauliza jirani, si ndio? So karibuni kwa wingi, tutatumia Kiswahili. So majina mmesikia. Kakamega Youth Working Group. Tuna several activities. Now this is one of the activities. Our calendar huwa inaanza in August, ina run to the next year. Financial year yetu huanza August to August the next year. Sawa? So this is the first activity. Corona ilit challenge kidogo. So August na September tuko na any activity, but this is our activity number 1. We partner na Youth Alive Kenya, YAKA. That is an organization yenye ina deal na youth activities. Tuna deal na gender, GBV, gender based violence. That is why tuko na chief, watu wengi report kwa chief. Tuko na parents, ni stakeholders pale, hao ndio wana frustrate wazazi wa watoto, ama hao ndio wana handle watoto wakati wako na that challenge. So parents are a big stakeholders. Tuna deal na mambo ya budget. Tuna deal na mambo ya policy making. Ukiwa na challenge unataka serikali ishughulikie the challenge, come to us. Sauti yako itasikika kwa parliament. Ni mara mingi sana tumeona wa policies zimekuwa discussed kwa national parliament na zimekuwa implemented. So if you have any issue in the community, just ona viongozi wenye muona hapa mbele, share with them. We will prepare a petition na itaenda through. Tukiendelea, our officers watakuwa nafika, wanatoka Nairobi. Hizi activities zimekuwa in every county. So wana travel from wamekuwa kwingine. Watujoin tukiendelea. Tutawa introduce wakifika. They are our financiers. Without much ado, we are behind time. No? Na chief akona commitment, ni mtumishi wa serikali. Nitaita youth officer kwanza, utajiintroduce. Alafu nita-invite in the chief ambaye ndiye atafungua officially this sitting. Alafu akideclare it open, anaweza ondoka. Tutamrelease. Good morning. Mshie. Mimi ni Mluya wa hii town. Mimi naitwa Boniface Mngiro Mkoya. I'm representing the youth officer Lurambi Sub-County. Umesikia hiyo? Mnaonaje hizi mimba zipeane usizipeane? Kwa nini? Do you want procreation or nataka kuachia hapo? Zipeane but at the right time. Asante. Karibu. Wamehakikisha kwamba kikao cha leo kinafanyika. Kwa majina naitwa naibu wa chief. Hiyo title sio jina. Naibu wa chief kata ndogo Kakamega mjini ama township sublocation kwa kimombo. Majina yangu ni Isaac Ayuba. So la kwanza kabisa ni kuwakaribisheni. Lazima tuzungumze. Siko hivyo? Ndio nijue ni nini kinakuadhiri, ujue ni nini ninahitaji kwako, utanifanikisha aje na wewe tutakufanikisha aje lile ambalo unanihitaji ama linakusumbua iwapo ni tatizo. Siko hivyo? Tunagombana leo kwa sababu ya mimba za mapema. Tuongee juu ya mimba za mapema. Mwenzangu aliyenitangulia hapa ameuliza swali, je, zinahitajika zihitajiki? Ikawa ni swali lile ambalo labda Mwingereza tusema na ambiguous question.
sababu watu walitulia hawakujibu, lakini alipoongezea akiuliza kwa wakati wake, niliona watu wakisema yake. Kwa hivyo mimba samani ndio tatizo, lakini mimba kama mimba wakati wake ni kitu kizuri, si kweli? Kila mtu hapa alipitia katika hali hiyo. Ulibebwa tumboni mwa mama yako kwa wakati ambao ulikuwa unafaa, na ukakubalika, hali hiyo ikakubalika, halikuonekana kama tatizo, siko hivyo? Lakini sasa tatizo linakuwa wakati ambapo, cha kwanza, wale watoto chini ya umri wanapoanza kujihusisha na mambo ya ngono. Tatizo hata sio mimba kwanza, tatizo ni ngono. Siko hivi? Kwa sababu kuna wale wengine ambao wanafikiria ni wajanja, wanachukua tahadhari, wanatumia mipango ya kisayansi iliyopo, kwa sababu wao wenyewe wameitumia kwa kiwango chao ama umri wao ambao unakubalika, na wakapatiana watoto wadogo. Je, inakubalika hivyo? Kile nasema kwamba contraceptives, kinga ambazo tunapatia watoto, ambazo zinanuiwa kutumiwa kwa watu wenye umri ambao unakubalika, tunapopatia watoto ni kama tunawahalalisha, tunawaambia hili ni jambo halali. So tatizo linaanzia pale, ni kama tunahalalisha ngono kwa watoto ambao ni wadogo, tunapowaruhusu ama tunapowasaidia kutumia contraceptives. Na anapofanya mara ya kwanza, kutumia mara ya pili, anaona ni jambo la kawaida, kwa upungufu wa ufahamu atakiachilia, siku hivyo. Labda litakalofuatia itakuwa ni nini? Mimba. Na sio tu mimba, labda magonjwa. Na sio hayo tu, labda ni kifo pia. Tumekuwa na vifo hapa vingi sana vya mapenzi. Leo kwenye vyombo vya habari nimesikia kuna mahali msichana wa kidato cha 3 ameuliwa, mzozo wa mapenzi. Kidato cha 3, ni mwanafunzi, ni mwanamke. Na tunapopoteza watoto katika umri huo, katika viwango hivyo vya elimu, look at that situation, make it your own. How will you be feeling? The other time in Nakuru, mtoto wa 17 years aliua mtoto wa 15 years. Somewhere in Naivasha. Am I right? Yes. We are investing in these children. God has invested, in fact, so God has invested life, kitu cha kwanza, which is sacred. So lazima tutunze kilicho cha Mungu. We are only custodians. We are only custodians of this life. Simukwe. So tunapojua wajibu wetu kama custodians ama walinzi, tutapatia watoto mwelekeo mzuri. Hapa town kuna wanafunzi wengi, wengine wako university, hata wale wako university sio wote wako above 18. Kuna wale ambao wamepoteza maisha yao, mtu ametoka all the way from Meru anakuja hapa, wanakuwa kwa bahati mbaya anajihusisha na mapenzi, anapata mimba, jaribu kutungua hiyo mimba, inamlemea na kufa. Kuna wale wameuana, kisa imekuwa hapo Kefingo, Yokali phase 3. 2 weeks ago kumekuwa, we've lost a life around the Kakamega forest, kisa cha mapenzi. Now,
katika afisi, manake sisi tuna deal na public directing. President Uhuru atasoma ile ambayo takwimu ambazo tumempatia, lakini mimi nina deal nayo direct. Kwa ofisi yangu nina cases kama 18 cases early pregnancy from 15 years, 14 up to 17. Because zinafika around 15 cases. I've got around 3 cases in Konyero. I've got around 4 cases Muslim, Mega Muslim. I've got a case in Kilimo. I've got a case in Muyala. 2 cases in Muyala. I have 2 cases in Marab, I think. Now, what began as a very sweet game turns out to be a very bitter beer. Hiyo pili ambayo inakuwa na tembe ambayo ni chungu sana kumeza. Those are cases, I'm sorry to mention zingine, but here the reality. I really sympathize with one case ambayo ilikuwa from Sulometi Girls. Canadian nikuja, tumendarote, unakuta ni kamtoto kadogo, 16 years. Mtoto kwa anemic, amekuwa rejected in a family, amekuja kusaidia. You have to sign on the forms so that awe accommodated kwa hiyo program ya Oparanya Care ama Linda Mama. And on the forms, there's a provision that you have to give reasons as to why this child or this person has no ID. What do you think I should write? What should I write? Tuko wachache bado tunaongelea at the real problem, the core. Na nini ambayo inaweza kusaidia? You are recommending. I looked at it from this point of view. Una recommend, yes. But now they are still coming. It's like, you are encouraging. The program is designed kusaidia kina mama nini, but not watoto wadogo. But the cases ambazo zinakuja, wengi wameanza kuwa watoto wadogo. So please, tusaidiane. Tuongeleshe watoto mapema. Hujaiona mtoto kwa hiyo hali anemic, haizi hata tembea vizuri, ako rejected nyumbani, unashindwa. Wewe ukichukua huyo sema wacha msaidie bibi kwa nyuma, atasema wewe ulipeana mema, vita vimeanza hata kusikiza. Si ni ukweli? Na mama mko hapa? How do you react mimi nikimuuliza, suppose you are mine na mkuja na yeye ako na mimba hivi? And once you expect and at that time you distort your really image. Si ndio? Huwezi jua ni mama nini unless mtu ako kini. So utaona hayo. Mzee amecheza hivi, si kweli? So in the situation tunapitia, ujui hata usaidia mwingine, hata you feel like umchukue umlea data because I got totally rejected. I have a village there Masingo. Been following watoto nikipeleka shule. As we speak, kuna watoto wako 14 nini mwaka wanaenda nini parking hapo. Nimefuata wakati mwingine hata na chapa literally. Masingo 14 years. Kuna watoto wawili peleka Maraba. Now the problem is we should also I'll make an appeal to the office. Let's also visit the schools, Let's talk to administration. Hawa watoto wanaporudisha huko labda kwa sababu kimaumbile anakaa mkubwa. Ni kama wanakengeliwa sometimes even na walimu. Kwa kuna mtoto peleka kwa grade 4. From what she told me, anasema mwalimu anamwambia yeye afundishi wanawake, anafundisha wanafunzi.
I think that statement unwarranted, eh? Ni mbaya sana. So my appeal is we also reach out tuhamasishe pia those who are handling our children, especially in learning institutions, wao ambao wanadili na watoto wetu kwenye taasisi za masomo, hasa hizi shule za msingi na sekondari. Tunaelewana? Do you agree with me this is a real problem? Yeah? So please, Masingo, we have got a big problem. In fact, I'll invite him utembee huko. The mother is a total alcoholic. Kuna wakati tumeenda kwa usiku, nilipata huyo mama ya mtoto amelala chakara. Ilikuwa around saa 6 kuelekea saa 7. And the place was noisy, so I was compelled kuangalia ni nini. What I found hii mama amelala chakara, nguo imeinuliwa, and inside the house kulikuwa na wanaume 6. And when, upon leaving the place to pursue mahali alikuwa analala, because we had to find out mahali anakaa, mtoto wake naye amechukuliwa na vijana hapo. So in the situation tuko nayo. So let's be very practical when approaching this problem. Tukiongea tu tuandike kwa magazeti nini haitatusaidia. Wacha tuanze kule chini, tuwafikie, tuhamasishe, let's get the positive impact ambayo tumemake and bring it up to publicize what we have done, what we are doing, what we are doing, to let everybody on board. Kuna real problem some of these quarters, including Makaburini. Nani anajua Makaburini? Siko hivyo. So kwa sababu wamesema I have to leave, ninawatakia kila laheri, and please, as you make today's contribution, feel free, toa hoja zako ambazo zitasaidia ama tusaidie kukabiliana na hili tatizo. Tunaelewana? Nawatakia kila laheri, na mpaka pale I'd like to declare Iwasha officially open. Asante. At General County. Thank you so much. Hamjambo tena. Situshangilie kwa hewa. Mbona nyuso zenu hazina furaha? Mmefurahi ama mmelazimishwa kuwa hapa? Sawa. Kwa majina ni Mildred Ahonya. Mimi ni muuguzi na mimi ni youth champion. Wana youth hoye. Ndio sababu tukoona tualike kila mmoja, tukaita CHBs, tumeita administration, tumeita Red Cross, Kakamega working group ambao wamepanga, na tukapata support from Youth Alliance Kenya. Ndiposa sisi wote tuko hapa hivi, tunataka iwe open discussion. Toa maoni yako, ongea lugha yenye uko free nao. Kama wewe uko sawa kwa Kiswahili, ongea Kiswahili. Jina ni Farida Malombe, member wa Kakamega working group. Nawakilisha kikundi cha Kakamega cha Souls of Disability Empowerment Association. Karibuni. Mask is a must. So tighten yours as I undo mine. How do you feel about that? How do you feel about using a mask? Bad. Uncomfortable. It's a bit uncomfortable, very stuffy, choking. Itakuwa ni heshima mbaya mimi kusimama hapa alafu niseme please don't use your mask. So allow me to say use your mask, tafadhali. Because of the funny experiences we are having and what we are going through, I request kindly use your mask. And allow me to undo because I may be required to speak kwa muda kidogo, sindio? Asante. So jina ni Maureen na sijui nimepewa dakika ngapi. 40 I'll be doing facilitation, but I just want to introduce.
something, then I walk away, yeah? Asante. So, let me start by appreciating kila mmoja kwa kukuja siku ya leo. Asante kwa sababu nimesikia kwamba kuna vitengo mbalimbali mahali hapa. Na kwa sababu kuna vitengo mbalimbali, ninataka kuamini lengo letu we shall be able to achieve by the end of the day. True or false? True. We shall be able to achieve. And I think the key thing is about teenage pregnancies. Teenage pregnancies is quite alarming everywhere in the whole country, including Kakamega County. And to our surprise is that Kakamega County is one of the leading counties with teenage pregnancies. And besides, Lurambi is just one of them. And apart from Lurambi, even where we are standing, I want to believe kuna teenage pregnancies. In CGH Kakamega, wakati mwingine tunashikwa na huzuni receiving a 13-year-old girl with a pregnancy. Tunashangaa tunapoona mtoto wa 13, mtoto wa 15 anakuja na mimba. Na huyu mtoto anatoka kwa community zetu zile ambazo sisi tunaishi, zile wazazi wanaishi, zile ndugu zetu wakubwa kidogo kwa hao wa 13 wanaishi. So we keep asking ourselves, what is it that is wrong? Because things are not right. What is it that is wrong that we are having these kids coming our way with pregnancies the way they are? And I think the answers are with us. Maybe we are just starting, but by the end of the day, I want to believe tutakuwa tumejua what the problem is. And that is my packing question. What is the problem? And besides understanding what the problem is, what is it that we can do for us to reduce teenage pregnancies? Sio itakuwa ni swali nzuri. Tukitoka tutakuwa tumejua ni nini tunaweza fanya. Si ni ukweli? So, let's see. As my brother has just said, in Kakamega County, if I can recall, 2020, last year, we had close to 17,000. You can imagine teenage pregnancies, 17,000. Na hao ni watoto wetu tu wanatoka shule, wanakuja wanazaa, alafu wanarudi. I thank God for that policy, that the educational policy that was supporting them to go back to school. How do you call it? Re-entry educational policy that was developed some time back, I can't recall the year, that was supporting our teenagers to go back to school. So nashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo. But some of them are not just going back to school. Wangali wanabaki kwa manyumba zetu. And we have reasons as to why some of them are not going back to school. Those reasons, are we able to share them? And are we able to get a solution to them? So that even those who are delivering, they should just go back to school. But besides that, we are not saying we want to advocate for that. We want to advocate to reduce teenage pregnancies. Bwana Yesu asifiwe. We are not in a classroom, facility, or as an institution. These girls are having issues when it comes to delivery. Wanapata complications kwa ajili ya bones zao hazijamachua vizuri. Their pelvic bones are not matured to carry these pregnancies and even to give birth. So unapata wako na changamoto, and majority of them are undergoing cesarean sections, are undergoing complications that we must take care of. And besides the complications that we are facing kule kwa hospitali, kuna complications zingine kule nyumbani ambazo nyinyi mnazijua, and I want us to discuss that. Allow me to mention, we have had suicidal cases, true or false? Si kuna watoto wamejiua. Hawa watoto wamejiua kwa sababu gani? Ni kwa sababu hawapati support ya kutosha mahali ambapo tuko. Na kwa sababu hawapati hiyo support kutoka kwa wazazi wetu, some parents are very violent, they cannot accommodate them, so unapata watoto wameenda kujiua, and that is a teenage pregnancy leading to suicidal as a decision. So nashangaa, huyo mtoto alikuwa na watu mahali yuko, na mbona hawakumsupport hapo mahali alikuwa? Why is it that we are not able to support them even with that pregnancy? Mpaka mtoto na end up committing suicide. Mtoto na end up
kutoroka nyumbani. We have misplaced ama sijui ni waite namna gani watoto ambao wamepotea. I want to give a scenario. A girl came to me with a 4 months pregnancy and she was saying, sirudi nyumbani, nitafutie mahali mtu alee hii mimba yangu mpaka wakati nitazaa na nimpe mtoto. Kama ni wewe utafanyaje? Those are some of the experiences tunapitia. Sijafundisha bado, we are just sharing. So you can imagine, utamfanyaje kama ni wewe? My sister, how will you handle such a case? Anakwambia sirudi nyumbani, amekuja hospitali. You are like, nikusaidia aje mami? Niko na mimba 4 months, sitaki kutoa na sirudi nyumbani kwa sababu nimefukuzwa nyumbani, mzazi hataki kuniona, lakini nitafutie mahali nikae wakati nitazaa. Huyo mwenye nitakaa na yeye achunge mtoto. Si ni ngumu? Nitatoa wapi mama wa kukupatia? Si ni ngumu? So maybe I can share my approach was, am I able to talk to your mother? Surprisingly, I called a parent who was very violent on phone. Na ananiambia atakikufa kufe. Huyo ni mzazi anaongea. I'm sharing this because we have parents here. Akitaka kukufa afanye nini? Muniite tu. Nitazika. Huyo ni mzazi anaongea basi. Parents mko? Kuna wazazi hapa, hebu nione. Wako. So education to parents is very key. Sawa sawa. Na ndiposa sasa nauliza suluhisho itatoka wapi? Itatoka hapa ndani. So I want to believe maybe other facilitators, I don't have your program yet, but I want to believe who is the key person? Do you have facilitation on the same? Sawa sawa. I was just consulting to understand if there's someone facilitating on the same, but he's giving me an okay to say something about it. Sawa sawa. So let's see. Now, can we just briefly share on what are the causes of these teenage pregnancies? Kulingana na nyinyi, mnaona kana kwamba what are the causes of the teenage pregnancies? Poverty. Yes, my brother is saying poverty. How is poverty related to that? Wanajiingiza kwa vitu gani? A teenager here? Teenage? Yes, say something. I think it's wakati maybe let's say kwetu si atujiwezi, but then kuna some place kwa wanajiweza. So I'll go get a sponsor maybe for example. Wanawaita sponsor. Yeah. Yes. Get a sponsor for example to facilitate me, to enable me to look like my other friend. Yes. So kuna pia influence ndani, si ndio? Yeye amekaa na mwenzake ambaye wacha nitumie jina, kuna lotion kanaitwa Sweetheart. Kuna lotion kanaitwa Sweetheart, eh? My sister Mary amekaa na Joyce. Joyce ako na lotion, nataka wazazi mnisikize. Joyce ako na lotion inaitwa Sweetheart. Sawa? Mary, mafuta gani mnanulianga wale watoto wetu mshango? Ako na ng'ombe. Mary ako na ng'ombe. They in the same cube. Sawa? Wako same cube. Mary ako na ng'ombe na Mary ako na Sweetheart lotion and the other one ako na mafuta ya ng'ombe. Sawa sawa. Then we are like, yeye pia anataka lotion ya Sweetheart. Wakati anakuja nyumbani kuuliza mzazi, anakuambia shopping list umeandika, anakuambia this time round mom ni buy Sweetheart. And you're like, what is Sweetheart? Unachamuka. Sweetheart ni nini? Sisi enzi zetu tulikuwa tunasoma tuna hii mafuta na tulikuwa tuna what is it that you are calling Sweetheart lotion? Akirudi kule Mary anataka kujua Mary alipata wapi. Na labda Mary alinunuliwa na mzazi wake. So the next chenye atafanya ni kutafuta sponsor ampatie Sweetheart lotion. So wakati atafika nyumbani ako na hiyo Sweetheart lotion, unaanza kuwa na wasiwasi. Unakuwa na wasiwasi nini? Did you provide? You didn't. Yeye alikwambia anataka Sweetheart lotion. Na ukiangalia the difference in terms of prices, unaweza pata difference ni 20 bob. Tunapatana. So wazazi, what am I saying? Unaweza kuwa na watoto 5 in the house. Please try to understand these kids, the 5 of them. Elewa kati ya hao watoto 5,
ni nani anataka sweetheart lotion na ni watoto wengine wanataka Vaseline. When you are buying them Vaseline, kindly buy all of them Vaseline, but huyo mmoja mpatie sweetheart yenye ameuliza. She has a reason. They are not the same. Wote ni wako, lakini kuna sababu ameuliza nini? Sweetheart lotion. Kindly consider. Tumepatana. Najua kuna uwezekano kwamba labda mzazi hana. Do counseling and share with this girl. Mom, Mary, nina haja ya kukununulia sweetheart. Lakini kwa sababu uwezo wangu ni mdogo, nitakuomba for this term, I buy you Vaseline. But next term, I'm going to make efforts to get you what you really need. Si mtoto ataridhika, ataenda kama ameridhika. But when you become harsh, wenzako na wanunulia hii, why are you insisting on this? She will look for that lotion from elsewhere. And that is poverty issues. Sawa sawa. Any other thing? My sister, we can share. Nini ingine inafanya watoto wanapata mimba za mapema? Peer pressure. That is what we have just shared. Sindio? Any other thing? Any other thing? Yes, dear? Environment. Environment. How can environment affect teenage pregnancies? Environment? Yes? You find in an area where, for example, the rate of education of literacy level is still low. So I find like I was in a place called Mukuluso in Chinyalu, and we were doing that campaign. But one of the pastors came out and said, at least talk about teenage pregnancy. Because in this area, if a girl reaches from one, it is a celebration to be held. It's very hard to find a girl reaching from one and everyone finishing class 8. Yes. So everyone in that area just knows that mtoto wake akifika from one, huyo ameheshimiwa. Ni kuolewa. Ni kuolewa tu. So in that area, I started to find those who are getting up to from level of studies. Environment. Tumepata vile amesema. And besides environment, kuna tu kale ka belief or myth or misconception kwa hiyo familia. Inaamini tu sisi huwa atufiki mahali fulani. So it is almost obvious and it's almost normal that mtoto akifika class 7 lazima afanye nini? Aolewe. Hizo misconception ni sisi tuko na suluhisho zao from this place. Now, I know there are very many, but allow me to say something in relation to health. We have contraceptives. Si mnajua tuko na contraceptives? Ninajua na ninaelewa kuna familia ama kuna madhehebu ama kuna how do I call them? Fine. We have people who do not advocate for contraception. Sina ukweli. We have people who don't advocate for contraception. But what am I saying? These are some of the solutions to our teenage pregnancies. Ndio hiyo jamii kuna uwezekano kwamba lazima wazae watoto wakifika class 7, class 8. But are we educating them on time? Katika hiyo darasa la 7, katika hiyo darasa la 6, katika hiyo darasa la 5. Are they getting education as to how they're going to prevent these teenage pregnancies? Hata kama tumeamini kwamba hawafai. Ni kweli hawafai. Na ndiposa wamejaa. So wanaendelea kujaza hiyo boma kwa sababu tunafikiria solutions hazihitajiki kwao. And some of the solutions zile tunapinga ni hizo za contraceptives. Na sisi ndio tunapinga. Kwa sababu nimeenda kanisa fulani imenikataza. Kwa sababu my mother haamini mambo ya contraceptive. Kwa sababu nilisikia kutoka kwa jirani ya kwamba ukitumia contraceptive utapata kansa. Kwa sababu nilisikia ukitumia contraceptive utanona sana. Na si unajua identity ya msichana. Si wote tunataka kubaki kama mimi. By the way, I'm just 17 years. Tunataka tubaki kama mimi, si ndio? So, kila mtu ana hustle abaki kaslim fit. We are not saying those who are big are not smart. We are saying that is the identity that youths are using. Youths wanataka kujislim wabaki slim, wanakula chakula kidogo. Wengine sijui wanafinya mpaka tunavaa hizo zinaitwa aje? The corsets, tunavaa mpaka corset, tunataka tubaki wapi? Hizo ni identities za youth ambazo lazima tuheshimu. But what are we saying? Some believe that when you use contraceptives you are going very big, you are doing what? Hizo misconceptions zote. Nataka the next presenter who will be here atatusaidia we do away with all those misconceptions. Tumepatana.
Na nitataka kuomba wazazi wenye mko hapa, ukiona mtoto ametoka kwa nyumba ameenda family planning, whether alijificha ama aliomba ruhusa, just know that kid is sexually active. Please allow it. If I can ask a question, nani amewahi omba permission ya kufanya sex? Kuna mtu tangu azaliwe ukasema tu leo nataka kwenda kujivinjari? Kuna mtu anayeomba permission? Parents who are here, kuna wakati msichana wako anaanza kubalehe and then you feel like sijui nimfungie bedroom. What comes to your mind wakati kanaanza kubalehe, kuchemka kidogo? How do you feel? Unaona kana kwamba umfungie tu kwa nyumba, si ndio? Usitoke hapa leo, usitoke hapa sijui nini, usifanye sijui nini, all those things you speak about them. But what are we saying? Does she ever ask you for permission to go for sex? Umemtuma kwa tinga, amepita kwa sex. Umemtuma supermarket, amepita kwa sex. 5 minutes are enough. Kwani nitashinda hapo nikifanya nini? It's about satisfaction. Yes, that is a fact. We can't run away from it. It's about satisfaction. So I'll go there for 10 minutes. I do it very fast. Natoka huko nimeridhika. Then I come back. Mom, natoka supermarket. And you'll believe, because I only took 15 minutes. I only took 10 minutes. I didn't ask for permission. And by the way, have you ever asked for permission when you are 16 years? Sometimes before we punish our kids, let us understand that what they are doing, there are chances that we did the same. True or false? True. Wazazi mko hapa. True or false? True. Before you punish that kid at 17 years, think about yourself at the same age. What were you? Kuna uwezekano ulikuwa worse than her. Si ni ukweli? So kabla umpatie punishment, kabla umnene, think about yourself at the same age. In fact, hiyo ndio kitu itakusaidia sana tupate suluhisho. Because unajiweka kwa hicho kiatu, wewe pia ulikuwa unatoroka ukienda kwa tinga, kaa ukijua huyo mtoto ametoroka. Hata kama umempea 10 minutes, amehepa. Hizo 5 ametumia. And she's back safe. Tumepatana? It's just unfortunate that atakuwa amerudi na pregnancy because umemkataza FP. So are we able to allow them to prevent pregnancies? Yes. And the best method to prevent pregnancies is what? A teenager. Teenager. Best method ya prevent pregnancy yako wapi? Nani hapa ako 17 kama nini? Yes. Best method ya prevent pregnancy ni gani? Abstain. Anasema abstain. Nani wako for abstinence? Abstain? Abstain? Inua mkono, abstinence. Abstinence. I'm looking at the faces. Inua mkono. Those who are for abstinence. Yes. Now I want justification for abstinence before I sit down. Kuja, justify. Kuja, madam. Please justify why we must abstain. Tunafaa ku abstain because kama huyu mtu ako serious na wewe, anafaa ngoje tu mpaka wakati wako ufike, ndipo wakati utakuwa na sex na yeye. Kama yuko serious, but if he's not serious, atakutumia bure. Thank you. Thank you. Swali for her. I disagree. Yes. Like in this generation, we know kids know these things, as in they know matters on sex at an early age. So ukituambia hapa to abstain in this generation, I don't think it's possible and it's going to work. But if you stick on that, yes, yeah, atakungoja. If you stick on abstination, yes. No, imekuja strongly. Please come. What is the last one? Peana kwa mic. Okay, kulingana na kizazi cha saa hii, tusidanganyane, abstinence hakuna. Tusidanganyane. Yes. Sikia, tusidanganyane. Someone else on the same. Yeah, I was saying no because this abstinence, as what that Vega said, it is impossible. Yeah.
And you cannot say you tell somebody to be serious until the time you are ready. No. These are teens. You know, these are teenagers. They don't know even what they are doing. That one just happens. So what we need to know is, let us take on. How are we going to educate these people? How are we going to handle them in their family? How are we going to move with them? I know you are saying. You are talking about to keep sweet and what? Sweetheart and lovely, yeah? Sweetheart and yeah. So me, I don't think it is also good if I segregate. I keep this one fussily, I keep this one sweet, lovely. Maybe I am not happy, isn't it? So the best thing is you keep reasons. Why are you not able to do this? Yes. How are you going to work with this person every now and then? So that this person or this child can understand that why do my mother say this? Why do my father say this? And what? Because all of us will love our children. And when we love these children, sometimes, of course, you need to understand what they are saying. But you have also to know how did this person acquire this knowledge that this one is different from what we have been using always. So anyway, it is something complex in the family. So we are starting about teen. Then let us stick on teen pregnancy and how are we going to handle it. Your children, if you kill them, they report you to police station. If you correct them, they know their rights. See children complaining, I know my rights. Child abuse, child labor, all those norms coming in this generation. But what these children lack is the key information, which they are ought to know at the right time, and everything has its own time. And as a parent, all these things are quoted in all areas. Ministry of Health has them, churches have them, in the Bible it is there. So if you bring up your child in the right way, telling her 1, 2, 3, this is how you should carry out yourself at this time, at this particular stage, I think that child will grow knowing that sex has its own time. Sex is to be done at this age. It's not a food that you have to eat daily for you to live. You see? And then the child will now take it. If you don't speak of it, it's when I will be curious, or she'll be curious. So now, how is this sex done? But if you talk to that child, if you have seen signs and you put her down, tell her, Mama, I've seen this. You know, as a parent, your child will listen to you. And I've seen 1, 2, 3 on you. Please, if it is true, because I'm thinking of that. Senor, if it is true, you are already in that system, kindly do this, do this. But to the young ones, you also teach them and tell them, no, this is what is this. And give them true examples or real situation examples. Because they see their colleagues around with pregnancies. And they've seen their colleagues in school dropping out. Think if you give your child the right information at the right time, she will abstain. She will wait at the right time. And tell her the right time, which we always talk about. Just tell her now the time will come when you now get into the system, he or she will not be there. Your parents will not be there, it will be you and your body. So let's remove this thing called this generation can't do this. This generation lacks information. They listen to funny music which supports sex. They listen to funny music which support alcohol and drug abuse. That's why we find it hard to educate them. But if you can engage yours at some level, kindly do so. It will be the only way that she can be free from this menace. Hallelujah. Munasikiaje hiyo? Do you like it? Yes. Do you like it? Yes. I think I like one bit. I like it, but one bit to emphasize is if we start education early enough. Wazazi tumesikia? If we start education early enough, before serious exposure, if we start early enough, do you know why we look at it like it's very difficult? Mnajua ni kwa nini? It's because sisi wenyewe wazazi tuna shy away from talking about sex to our children. And that is why sometimes watu wa health tukipasua hapa maneno, we start mentioning the real names, kuna watu wanaangalianga chini. Wanafanya hivi. Like today if I just say a vagina, na mtu anaangalia chini. Si ni kweli? We want to say private part. What is private part? As we don't call them private parts,
Yeah, a spade is a spade. So I like what my brother has said. But kindly, if there's anything we can pick from that, is that can we start sexual education mapema? So that in that environment, that is your household, huyo mtoto amejua what you're talking about. Because this, as you continue waiting, as you continue buying time, mtoto ata exposed, ataiona kwa TV. After all, kinazora si wanakisiana tu hapo tukiona. Si tunaona? Yes, au watoto pia wanaona na akitoka hapo ataanza ku exercise. I see. And that is now where my sister was saying, ni vigumu. Si vigumu kwa sababu gani? Ni kwa sababu hakupata education mapema. Na kwa kweli asipopata education mapema, ni vigumu my brother. Si ni ukweli? And that is why we are getting those teenage pregnancies. Sawa sawa. Another basic thing that we should actually understand, allow me to mention a group. I'll be a bit biased. Allow me to mention it. In this COVID era, wazazi wetu wa baba, mnatufanyaje watoto? You know COVID, nafikiri hao watoto walikuwa wanapata sex outside, eh? But because of COVID, wakakuwa zero grazing. Because of COVID, wakawa na zero grazing. Akimimba zenye zinakuja saa hii za baba ama ndugu yake, kazini yake. What is happening? What is happening? Wababa mnatufanya aje? It is you people pregnanting these girls. You can imagine a father pregnanting your daughter. So we can't be talking about watu wa mbali na ni sisi wenyewe watu wa karibu. A higher percent, I'm talking about general Kakamega. A higher percent are incest. Mildred, is that not true? Yes. A higher percent are incests. And they're all coming, and you take history. Even this morning before I came here, that's what I've been handling. You take history, ni baba. Like the one I've just been handling this morning. It's a father. It is sad. Where are our pastors? Sorry to deform them, that character. It is happening. Those girls are coming and mentioning them. Why are they mentioning them? Because that is where we are running for help. It would have been bad for me to sit down if I mentioned that. That is where they are running for help. Some time back we used to blame our borders. I think they're better off. Tukisema tufate statistics, it's just unfortunate that I got informed this morning about this. But I would have chambuad kiasi tupate hiyo statistics muone. Our borders are better off. In fact, right now, I think wako na machama, they're somehow responsible. Nafikiri their chairpersons are really speaking to them about the same. Because all along we have been blaming the borders for teenage pregnancies. But I want to assure you, ask those girls, they're not even those borders. It is our brothers in the house, it's our fathers in the house. And that is why we have increased the number of incests, even besides the teenage pregnancies. So kindly, today it's like I'm so biased, I'm just on parents. I'm just on parents. Sindio? We are the problem, eh? Yeah. So parents, wacha to educate watoto wetu, na pia wababa, wacha tuone watoto wetu ni kama watoto wetu. Tusiwaone ni kama mabibi zetu. We are not competing, they are not competing with our wives. It is very sad that the numbers are high. I wish I knew mapema ningekuja na hiyo statistics. Niwaonyeshe tu ya kwangu huko. Sitaki hata kuongea ya kwingine. Ningewaambia vile kuko. Sawa sawa. So we are calling for education. I want to request such organizations, the partners who are here today, I want to make a request. I didn't come to facilitate, but allow me to make a request. When we go to our churches, when we go to any forums, can we advocate for this? Tujaribu kuambia watu ukweli wa maneno. Tuongee maneno ya contraceptives. Ninajua kuna churches has embraced contraceptive. I want to plead with you. These kids are not requesting for permission to get these pregnancies. Recently, we were in a forum, okay, not really a forum, but I was going around the schools, and I was trying to find out from these kids, ya kwamba mnataka tufanye nini ili tupunguze teenage pregnancies. Na unajua watoto walikuwa wanasema ni, in fact a higher percent in a number of schools said, tunataka pads. Mzazi,
You get what I was talking about? I only used an example of lotion, but they're saying tunataka pads to reduce teenage pregnancies. Then I asked them, munataka pads? Some of you have seen me on forums with pads. I've been dishing out pads. Nikawauliza, munataka hizi pads? How are they related to the pregnancy? And then they were saying, pads ninaitumia kila mwezi. Sindio? Ninahitaji kila mwezi. In fact, mali umekaa, you are just worried that tomorrow nitaanza kunyesha na sina nini? Sina pad. Then I get someone to offer that pad today. See, I'll go in. Atanipatia hiyo pad, nitaitumia mara ya kwanza, nitaitumia mara ya pili, mara ya tatu, si pad tena, sihitaji pad because I'm missing my menses and that is a pregnancy. You get my point? So these girls are actually speaking it out. I wish I had that data because I went to a number of primary schools and even a number of secondary schools. And what was coming out clear is that we want pads. So the partners who are here, can you please give essentials to those children? That's my request. Tafuteni pesa, msitulete tu hapa tukikula chips na kuku. Tafuta pesa, nunua pads mpelekee watoto kwa mashule. Those kids will appreciate. I wish even some partners could just come out and say, we are taking care of schools in Lurambi, primary schools in Lurambi. Partner mwingine ajitokeze aseme, I'm taking care of schools, secondary schools in Lurambi. Mwingine aende Shinyalu, aseme watoto wa primary wa Shinyalu, I'm taking care of their pads. So that we will have money allocated for pads for these children. Actually, it is one of our serious goals. It's an essential. And that's why I'm like, I wish I could do a research on it. So that we just come up with a strong policy that can be looked into to say that we are giving pads to our primary school kids, or we are giving pads to our secondary school kids. And that is what was coming out. And the second thing that came out clear was that tunataka wazazi wetu wafundishwe, wajue tunahitaji hizi pads. So meaning wazazi tunawafundisha kwamba hao watoto wanahitaji pads, hawahitaji hizo towels ambazo tunatumia tunakata viraka. Those towels are good because economy inatusukuma na lazima damu isiende kwa nguo. Lakini is it the best? Pads zimeshukishwa, ziko hata 40 bob 50 shillings. Kusema kweli hizo viraka ni nzuri, lakini ukipata mtoto ambaye hajui kuosha hizo viraka vizuri, atatumia for how long? Hizo viraka zinamkata mpaka huku, atazitumia for how long? Can we embrace pads as an essential to our girls so that wasiende kuzitafuta mashinani kwa watu wengine, wasiende kuzitafuta kwa wanaume? You get my point? Yes, I'm addressing partners and I'm addressing parents. That will be one way of reducing teenage pregnancies. And above all, can we call a spade a spade? When we go to our schools, this is a forum, I'm not saying students, people here. When we go to our schools, I want to believe most, you have the knowledge, you can Google, you can chat with another colleague. What about a primary school kid? Can we target also the right people? Can we target schools? These forums are good, but are we really helping ourselves? Yes, it will help you to go and disseminate the information. How many of you by show of hand utatoka hapo wende primary school kesho? How many of us? Let us be realistic. You are just taking this information, maybe one out of many. We are going very good. What am I saying? Can we reach those kids na tuwapatie hiyo message? Waambie, ukifungua mkuu unapata mimba. Call it. Usiseme private part mwanamume asicheze nayo. What is that? That is not a statement. Mwambie hiyo kitu huko, mwanamume akiweka hiyo yake unapata mimba. Because those are, I'm telling you, the girl I've been counseling this morning. Aki ni mtoto mpaka nasikia kulia. Nikatoto innocent. Yani kana niangalia nikatoto. You wonder which language will I use? I can't use English here. I would rather use Kiswahili. You get? Yani muelezee ajue sex wanafunguanga mguu na mwanamume anaweka hiyo kitu yake ndani. You get my point? Yes. Na ikishaingia ndani kuna mbegu, wengine walikuwa nasema anakojoa ndani, akojoi. Kuna mbegu inatoka na hiyo mbegu ndio inaenda kutengeneza mtoto kwa nyumba ya uzazi ambayo wewe msichana umebeba. Na hii inafanyika wakati unaanza kuona damu ya mwezi.
Tumepatana. So that ajue nikiona damu ya mwezi na nilale na mwanamume aweke hii kitu hapa ndani, this is the outcome. It is not about kupanguza watoto. It is not about kusema you know that thing can do this, that thing, that private thing. Hiyo story tutoke ndani. Tumepatana? Yes. Yes. So please let us be advocates from this forum. My request is, as you go out, I've talked so much, I didn't know I was coming to do anything much. But as we go out, can we reach our primary school kids? Can we reach our secondary school kids? Most, I know it's about, okay, this 20, let me talk of 18, 20, 24, how mostly is the consequences of teenage pregnancies is what affects them most. That is the time they think of suicide. That is the time they are stigmatized. That is the time wakiona ka violence kidogo hawataki, kaheshima wanataka identity. When they miss that identity, they get affected emotionally. You get? But now, at least hao unaweza sema, hata kama amezaa mtoto, unaweza mwambia pendua kichwa ya mtoto, akashika vizuri. Mtoto wa primary, hata kunyonyesha ni shida. Tumepatana. And those are teenage pregnancies. I don't want to go beyond that. I want to say thank you for this forum, and please let us increase the number of forums like this so that we continue sharing about teenage pregnancy. But just take home that yes, teenage pregnancy is on the rise. Yes, we can reduce teenage pregnancies by having different approaches when we leave this place. Reach out to them. We shall reduce teenage pregnancies. I am a champion, I am an advocate, and that's why you see my faces on Facebook. Nikitangatanga kwa mashule. Mtaenda according to vile kulukulu itakuwa inafaa? Inafaa. Sawa, tujaribu. Asante. Good. Asante. Yes. Sasa nikismile na nyinyi pia mnasmile. Ndio tujue elekezana, si ndio? So I want to thank my colleague. She's my senior. Na naona amewachambua kabisa, si ndio? So she has already talked about the causes of teenage pregnancy. Tunataka tuone hizi teenage pregnancy zikishaoka, what happens next, eh? What are the consequences of this teenage pregnancy? Tunawaambia just socialize but do not specialize. Mnanielewa hivyo? Yaani kuwa na marafiki lakini sio kila siku uko tu na John. Kila siku uko tu na John, itawaelekeza mahali pabaya. Lakini leo ukiwa na John, kesho uko na Geoffrey, kesho uko na Clarice, ndio? At least you will be talking different things. Lakini tu na John, hata kama ni hesabu, itafika mahali hesabu itaelekea kubaya. So it will distort your social development. Sasa ile ungekuwa una socialize na wenzako vizuri, ukifika most sasa esteem yako ishakuwa lowered. Tunaelewana? Then number 2, they turn them into violent and criminal elements of the society. Sasa wewe ushapata mimba hiyo ya teenage, si ndio? Ukiangalia hausuit popote, hausuit mahali popote. So either education imekoma hapo, other things zimekoma hapo, then unaanza kuwa mwizi, si ndio? Ukipita mahali mtu anaacha kibeti kama hiyo una deep ndani because you want to provide for your baby and yet hauna pesa. Mama akitoka kidogo asipofunga bedroom yake utaingia na utaiba chochote chenye. I had one mwenye alikuwa anapita hata na glass kwa kabati ili aenda auza anunulie mtoto wake hata kiatu because you got pregnant when you were not ready. Sasa utaprovide aje for your baby? Lazima uibe. Kama ni kijana after the teenage pregnancy, you are also affected. Unasema huyu bibi yangu, sasa si amekuwa bibi yako. Nataka mtoto wangu pia apate mahitaji. So utaanza kuiba because you want to provide for your baby and your wife. Then they turn them into liabilities. Mtoto akishapata hiyo mimba anakuwa mzigo. Si ni kweli? Atakuwa mzigo kwako mzazi. Wakati amegonjeka ni wewe. Wakati mtoto wake amegonjeka ni wewe. Mtoto wake akihitaji viatu, akihitaji nguo ni wewe. Tunaona vile zinatuletea shida. So
they also increase health costs of the family. Daktari aliposimama hapa amewaambia tu vizuri, most of these things they are not developed. The body is not well developed. So mtoto wa 13 years, 14 akikuja huko, kitu inafanyika ni nini? Aende CS. Bei ya CS inatoshana na bei ya kuzaa kawaida kweli? So they increase the cost for us. Then they also increase the cost in that tu mama amekuwa mama anafaa apate chakula ipasavyo. Mtoto anafaa apate maziwa. So those costs, where do we get them? They are increasing the cost on the family. And then there is high risks of HIV and STI. Sio tu mimba. Unajua niligundua kwamba watu wanaogopa mimba kushinda HIV na ugonjwa wa zinaa. Unaona mtoto amekujia family planning, lakini ukimuuliza na huyu utazuia aje kupata ugonjwa? Hayo sio shida, bora nisipate mimba. Unaona? So we fear pregnancy more than the way we fear the AIDS. More than the way we fear the HIV. Na tunajua hilo ndio janga kubwa sana. And then hiyo teenage pregnancy once imeokaa, tunasema ukisha mchovya asali achovi mara moja, si ndio? Sasa unakuwa exposed. So unachovya. Once you lick it today, you want to lick it tomorrow again. Mtoto anasonga kidogo, umeenda dukani umekutana vile huyo anasema, daktari anasema aje tinga dakika 5 za kusiaga, ama unaacha huyo mtu nisiage kidogo. Hata you go with even the siagaring man, si ndio? The tinga man, unamwambia anakupembeleza na dakika 2 huko nyuma mshafanya, si ni kweli? So it ends up unapata leo, ukishazaa mtoto anasonga kidogo, you meet another man, you get pregnant again. Then by the time you settle, you will not be able to settle in marriage. Why? Kuna ile hormone inaitwa oxytocin. Ina bond and bond. Una bond, una unbond. So ukifika kusettle kwa marriage, you cannot settle because umeharibu hiyo bonding. Tunaelewana? Yes. I'm talking this because I know I have parents here and I have teens here. Ukitoka hapa uko na information ya kuelimisha watoto wako. Na kama wewe ni teen, tafadhali elimisha wenzako. Then what does it end up in? Premature death and suicide. Daktari alituambia wakifika most sasa anaona wenzake wanashine lakini yeye self esteem imeenda chini, si ndio? Kwa nini? Wenzake wakijaribu kumbefriend, huyu ako na mtoto, unaona? So self esteem inarudi chini, anaona hafit kwa hiyo society vile wenzake wanafit. What does she end up to? Suicide and then death. Tunapata tu wamecommit suicide ama wamekufa. You don't understand what went wrong. Sindio? Stress pia inaua. So after being so stressed, they end up dying. So how can we prevent the teenage pregnancies? Tulisema solution ni sisi wenyewe. As an individual wewe mwenyewe, avoid alcohol, avoid dangerous places, avoid harmful substances. Kitu chochote ambacho kitakuelekeza kwa majaribu, tuna avoid. Then number 2, tuongeleshe wenzetu, talking to others, especially our parents about our issues. Kama wewe ni mzazi, ongelesha watoto wako. Usingoje wasikilie nje. Just be free with. Kwa wazazi wenye wako hapa, nani amewahi tu kaa chini na watoto wake akawaambia leo tunataka kuongea juu ya teenage pregnancy? Asante sana mama. Lakini tuko wangapi? 1 out of 100, si ndio? So tunawaambia wazazi, charity begins at home. Be free and talk to your teenagers, talk to your girls and boys about the teenage pregnancy. Then for the girls in the room, avoid achieving goals that are too high. Avoid achieving goals that are too high. Utataka ujipake mafuta yenye Mary anajipaka, si ndio? Ile ya sweetheart. Lakini you can't afford them. So utapata huyu boda atakuuliza, "What unapenda
akufanyie nini, aki ni mafuta. Ukinibai hii mafuta nitasikia vizuri sana. Amepata chance ya kuingia kwako. So you avoid achieving goals that are too high for you. You will not achieve them, na itabidi upitie kwa mtu mwingine ambaye ataweza kufanya nini, kukusaidia. Na hiyo kukusaidia itakuingiza kwa majaribio ambayo hutaweza. Then avoid stressful situations. Avoid stressful situations. What are these stressful situations? Mtu mmoja anaweza niambia what are the stressful situations kama gani? Sisi wenyewe tunajiletea tu stress, si ndio? Unataka kuvaa zile nguo zenye sister anavaa pale, na huwezi kuafford. So inakusumbua kwa akili, Unaenda mtu akikuuliza, mbona una furaha? Amepata chance ya kuingia kwa akili yako, si ndio? You start telling them, alafu si amekutolea stress. Akisha kutolea stress, what next? Kitanda. And then our parents also avoid stressful situations for your kids. Avoid stressful situations kwa boma. Sawa? Yes. And then at family level, provide a supportive and caring environment. Kuna mtu alitaja hapa environment as a cause of teenage pregnancy. Sio? Let it be supportive, let it be caring. Hakikisha mtoto wako amepata yale anahitaji. Hata kama sio ile high level, but ile yenye anaweza afford. Then promote positive relations, especially with the peers. Ukiona kama msichana anaongea na wenzake na nini, huyo na nini, rafiki yako ni mzuri, anasoma nini? Anasoma wapi? Anasoma hill school, anasoma. So you promote, sio? Lakini ukiona anaenda na mwenzake na huyu msichana kila siku unamuona ni mlevi, kila siku unamuona unamwambia hapana. Just correct them, sio? Yeah. And then also ensure that life for them is free of excessive stress, vile tumesema. And then provide good living conditions and accept diversity. Accept diversity. How do we accept diversity? Tukubali kwamba watu wako tofauti, sio? Sio watoto wote wako same. Kila siku kushinda ukiambia mtoto kwamba wewe mbona hauko kama Jane? Jane hakuwa imesumbua hivi. Jane hakuwa Jane alikuanga number 1 kwa shule. It makes that mtoto kuwa disturbed kabisa. Anajiona ni kama kumbe mimi sistahili. Then atapata mtu huku nje atamwambia, you are good, I love you, you look so wonderful. Akiona hivyo anasema, kumbe there's somebody who can love me. Then hapo ndio mtoto huwa anaanza kupotea. Tunaelewana vizuri? Yes. And then allow them to be themselves. Unajua mtoto anaweza taka tu kukua chenye unataka akue. But if you allow them to be themselves, hapo ndio utagundua kwamba mtoto wangu ako hivi ama mtoto wangu hayuko hivi. Sawa. Then I want to talk shortly about the types of homes. The types of homes that we have also raise up adolescent issues. Zinachangia the issues that the adolescents have. We have authoritarian homes. Authoritarian homes, there are strict rules. Their children cannot be consulted. And then there's no leadership skills. Then there is low self-esteem. So wazazi wenye wako hapa, boma lako, watoto wako unaweza wa consult. Mnajua kwa nini BPI ilianguka? Watoto hawakuwa consulted. So, au watoto wako wa boma, are they consulted? The strict rules you make, are they consulted? Watafika huku nje, anakutana na mtu ambaye anaweza mconsult. Then anasema, hapo nimefika. They changia to the teenage pregnancy. So, in these authoritarian homes, children are neither seen nor heard. Hata mtoto wako na issue, anataka kukuambia, mama, there is a movie huwa tuna watch sana kwa TV. Inaitwa hii ya Sunday, inaitwa aje? Sunday. Mother-in-law, sio Citizen.
Then kuna msichana mamake alitaka huyu boda awe akimbeba kila siku. Akijaribu kumwambia mama nitatembea tu mguu, akasema no. Mimi ndio nimesema. Kwa nini utaki Anga kupeleke shuleni? Ango ndiye atakupeleka shuleni. So when Ango reaches in the bush, anampeleka hapo kando, wanafanya by force, anamwambia ukiambia mama yako utaona. So do we allow our kids to express themselves? Do we allow our teens to express themselves? Na wewe mtoto mwenye uko hapa, huwa unaongeleshako mzazi about our issues. So let us allow our homes to be consultative. So what is the outcome of such homes? We have bullies, we have aggressive children, watoto wenye hawawezi sikia neno, watoto wenye hawawezi elezwa neno, because wamelelewa hivyo. So kama mtoto hawezi elezwa kitu ama hawezi sikia kitu, atafanya kila ambacho anaona kinamfaa na ata end up that way. Then number 2, we have democratic homes. Every family member matters. There is a recognition and children are also allowed to share. Sijika tunaelewana kwa English ama ningeongea Kiswahili. Tunaelewana? Sasa kwa hii democratic homes, kila mtu ni mtu. Kila mtu anasikizwa. Kila mtu anaweza akaelezwa. Anaweza toa majukumu. Outcome, mtoto anatoka hapa ambaye ako na good leadership skills, mtoto ambaye ako independent. Hata kijana akikuja anamwambia no, I want to achieve my degree. Unaona? Because amekuwa involved kutoka mwanzo na inasaidia kuavoid teenage pregnancy in one way or another. Kwa sababu ni mtoto ambaye ako independent. Hata mtu akijaribu kumwelekeza kubaya anamkataa. Then we have permissive homes. Permissive homes, there are no clear rules. Hakuna masharti kwa hiyo boma. Kila mtu anafanya anachotaka. Kila mtu anaweza kujiexpress bila anataka. Mtoto anaweza vaa bila anapenda. Baba anaweza fanya chochote mbele ya watoto. Naona. Then these are what we call permissive homes. Material things are given as an expression of love. So mtoto kujua tu anapendwa kwa hiyo familia mpaka awe amepewa kitu mzuri, either nguo mpya ama ameletewa kiatu mpya ama ameletewa chips. That is how you express love. So what is the outcome of such homes? They feel insecure without materials. Then number 2, there is careless with self and others. Then they become careless with themselves and also they become careless with others. When you become careless with yourself, you don't care. Hata ukipata teenage pregnancy, hakuna shida. Hata mwenzako, the boys now, the ones who are going to cause the teenage pregnancies, hata akiharas huyu msichana apate mimba, sio shida yake. But when they are brought up knowing that this is for this, actually they help us avoid such a thing. So there is the 4th one, the uninvolved homes. The uninvolved homes, there's no governance, there's no rules. Kila mtu anafanya zake. So these homes end up feeling rejected. Watoto wana feel rejected, and then akifika huku nje they get someone who shows some love to them, they end up being misused. Tunaelewana? Yes. So in short, these are the homes, the types of homes. Wakati nimeongea, I think umejiangalia ukaona which home do you come from. Is there anything you can do to correct that home? So sitawachosha kwa mengi, ni hayo tu kwa leo, na nitachukua maswali yenu yataniwezesha kujibu yale ambayo huenda sijaguzia. Most of the youth when you are up and only 10, you will find that they have talent. So unapata mzazi anaforce mtoto asome, na maybe kwa masomo yake hiyo, I feel that it's better kwa na masomo. Anaona ako na talent, no talent inaweza mlisha. So
what can we do about that? Because most of the parents don't understand about talents. Unaweza pata maybe yeye ni mwimbaji, also a good actor, ama mchezaji maybe ya footballer. Then wakifika pale maybe wamezaa mtoto, then wamerudishwa kwa shule. Then you'll find most of our teachers ongea about sex education in schools. So imekuwa gap between Ministry of Health and Ministry of Education, whereby most of them wawezi guidiwa hata kama wamerudi kwa shule, or hata kama au matin. Najua team tena kitu ambayo imewasumbua this time round was COVID-19, whereby tumepata rates mingi ya pregnancies because kuna muda walikaa nyumbani around 1 year, almost 1 year. So most of them were idle, wakaona maybe pornographic movies and others. So we expect here at a change. By now, ama team wengi ni wamechanuka, sio wale wamechanuka mbaya sana. So it requires some intervention where the Minister of Education needs to work closely, maybe in Kakamega or Lurambi as a community, so that we can enable to ensure that tumepunguza hiyo idadi. For example, when unasema hapa kuna issue hapa network hapa chini penye Patena anaongelea about Masingo, inakuwa challenge. Mimi as a community natoka huku Butoto Central. Wazazi unapata mzazi mtoto wake ameshika mimba, but yeye pia naye hana haraka ya kuchukua action. Then we also blame our administration, police and chiefs. Nilikuwa nakwambia chief lakini ametoka. Yeye akikuja apeko kitu atasahau hiyo story kabisa, mzazi azae, hakuna action inateka. So we need to educate our people at community level. Tuambie hii makosa ni there's a case where nimekuwa kwa nyumbani whereby mwenye amepatiana mimba hajapata kitambulisho, ana kitambulisho. So inakuwa ni ngumu sana kumjaji kama ni teen ama ni anakaa kama hapo katikati. Na sasa huwezi jua action gani utamchukua. So wanashika tu lakini hakuna kitu utafanya. Because at the end of the day unampeleka kotini atasema mimi I'm 16 years because hana kitambulisho. So huwezi uliza birth certificate, and most of them tena birth certificate hawana, wajaichukua. So ni a bit tricky kidogo. Yeah, assistant chief ama chief akitoka. But I wish he was here to listen to such comments. Kwa sababu kama mtoto wako na talent, hata kama upeleke class afike form 4 na talent yake ni kuimba, hakuna vitu itamsaidia huko form 4. So let us learn to build their talents, na assistant chief through their forums pia watusaidie kuelimisha wazazi so that we can also support these talents. Hizi talents tukisupport zitatusaidia kuzuia a lot of things. Si ni kweli? Asante. Yes. Habari zenu. Nzuri. Naitwa Ken. Na nataka nishukuru sister ambaye alikuwa hapa. Sister ambaye alitangulia. Lakini kuna kitu kidogo sijaridhika. Sister amefunza vizuri, amefundisha miaka mingi iliyopita, amefunza vitu nilifunza 2001 na nimekuwa nikitembea. Lakini kama simrekebishi, sasa ni yangu kulingana na akili yangu ama mawazo yangu. Ikiwa tutaambia hao watoto wetu watumize kontra. Wewe unafikiria ni nini nakuja? Kwa sababu mimi naamini sex inaanza na akili. Sindio? Mpaka lazima ufikirie ndio si correct. Sim correct hata kidogo. So nafikiria tu kuna MP gani? MP nafikiri wawili watatu walikuwa ni profesa. Sasa alikuwa anasema kama
nafikiria ni kama msichana anaweza fika maliza masomo yake ya secondary kama hajawahi fanya mapenzi, alisema watamsomesha mpaka university. Yaani Uganda kuna sijui wanaangalianga Tindumbu, walieleza wanaangalia na wanajua huyu amewahi onja. So mimi nafikiria hiyo imekuwa hata kwa TV. Mwaka huu sikumbuki nimejana, na nilikuwa interested sana, nikasikiza nikaangalia sana. So nafikiria tunaweza abstain teenagers kama okay, kama ni lazima utumie hizo contraceptive sawa, lakini mimi nafikiria unaweza abstain kwa sababu kwa mawazo yangu mimi mambo ya sex unaanza na akili mpaka ufikirie, sio kama COVID unashukia mtu amekuambukiza, mpaka ufikirie uingie mtu soda na biscuit na hivyo umuongeleshe vizuri, kama ndio muingize box, ndio hivyo, sio kama COVID tu unashukia umepata. So sister, nashukuru, lakini nafikiria tunaweza abstain. Okay, my name is Nelly. Mimi mwenyewe am adolescent sexual reproductive health advocate. Concerning what anasema, we don't just when we direct to the like tunaongelea contraceptive or when we direct tunaongelea about contraceptives kwa mtoto, this is mtoto ana grow, ndio kuna changes ina happen kwa their body. So unaanza na hizo kwanza, unaona nguo zinapanuka, like huko mbele unaongezeka. So unamuongelesha kuhusu sexuality yake vile yako, kisha unamwambia about sex, au mwambie afanye sex, unamwambia kisha unamueleza like unamwambia mtoto wako abstain, so tunamueleza but at the end of the day pale nje ni yeye mwenyewe ndio anafanya uamuzi, lakini ashajua mzazi alinieleza hivi na hivi. If nikiamua kuchoose part ya abstinence siko sawa, if nikishindwa ku abstain, what choices do I have? Na kwa hizi choices zenye naenda kuna consequences gani zitafuata? Unampea tu like akue na hiyo all the information. It's not about telling them go have sex, go use. Unampea tu choices like in case ifanyike hivi na hivi, you have these and these. Sio tu kumweleza ku encourage ati aende kushiriki ngono, ni kumweleza tu ikiwa utachukua nje ya abstain vyema, na hiyo ndio kila mtu angeadvocate. Barikiwa pia utalemewa mahali, kumbuka utakuwa na yeye huko nje. So umemtuma kama mwenye amesema unamtuma kishagi. Si kila time utapolisi mtoto anataka kujua like ameenda wapi. Ikiwa atafuata hiyo njia ya kushiriki ngono, afai kujua kwa naweza jikinga aje nisipate hivi na hivi. Au mueleze pia like akishika mimba za mapema nini inafanyika. Kuna kuacha shule, kurudi shule, like all the effects that teenage pregnancies. Unampea to the information and after they get to decide. They make informed choices based on this decision. The information in your media. Hello. Mumesikia hiyo sasa? Mumepata hiyo? Actually that is very key. My brother, you are very right. Sawa? And the argument is there from different sources. They argue out and say, enyewe ukiambia mtoto kuna contraceptive, huyu mtoto ataenda tu kufanya sex akijua kuna contraceptive. But what my sister is saying is very clear. You are not telling this girl, go for a contraceptive, but you are giving the right information so that this teen can be able to make decision kulingana na information ile umempatia. But one thing we need to appreciate is we have adolescents. We have children with children. Unanipata? We have children with children. That means mind yao ni ya watoto. Will they start bargaining about sex in their mind? Will they negotiate for a condom in their mind? Will they even say, sio leo, wacha nikuje next week on Wednesday? Some of them cannot. Unapata? So it is not about, unajua ni watoto, wacha kwanza tukubali, ni watoto. Na tukiongelea pregnancies, we are talking about 10 years, mpaka 24 years. Unapata? So I'm looking at a bracket of 10 to 19, or even 10 to 18 years. Huyo mtoto mtakaa naye mwanza kunegotiate about sex kweli. Ni ka emotion tu, umeguza wapi? Uliguza tu kanipple kama titi. Wakati uliguza hapo mtoto akaruka juu. Na ukaescort kwa miwa.
ukamaliza 5 minutes, ukamwachilia amerudi nyumbani, it's already a pregnancy. Yeah. Alibageni saa ngapi? Let's be realistic with life. Huyo mtoto alibageni. Ako na hiyo akili ya kubageni. Look at her. Look at her. We can easily say, can I give you a date? She can easily say, yes. Then nimwambie, let's meet on Wednesday. Because she's around 2022, atakubali to meet on Wednesday. She will prepare herself. Ataingia bathroom, ataoga, simple things. We don't ignore those simple things. By the time I do a nice shower, by the time I put on a trouser and remove it and put on a skirt, I know where I'm going to. So already I'm preparing myself. The same way you are preparing yourself to go for that outing, pale signature, is the same way you can prepare yourself for an FP method. Mumenipata? So we are not running away from contraceptive. Just the way uliamka asubuhi ukajua on Wednesday I'm having a date. And that date means I'm not going to take a soda and come back. I'm going to see a boyfriend. We can't run away from the truth. You will prepare, you will bet, you will put on a nice one, you will change and fix yourself in a good one. It's the same way you can change and fix yourself on an FP method, on a contraceptive method. It is the same way you can buy a seed, a condom, and put in your bag. It can be part of your preparation, buying that condom and put it in your bag. By the time Asonge Karibu, I'm like, excuse me, we must use a condom. You get? So what am I saying? We are not saying, can we stop abstinence and go for contraceptive? We are saying we have choices. Can you abstain? If you cannot abstain, can you use a contraceptive method? And can we have barrier methods, which are condoms? Because with barrier methods, and that is a condom, we are preventing both a pregnancy and a sexual transmitted infection, and even HIV, and even hepatitis, and even cancer. Look at that client who has matured at 24 years and she's going to have sex because kutoka utotoni hajawahi kupata exposure. We are equally telling that 24-year-old girl and even 26 and even 32 that can you also embrace a condom? Because a condom is going to prevent you from cancer, a condom is going to prevent you from other, even HIV. Mbona HIV watu wa 35 wanapata? Mbona wa 40 wanapata? You get? Na ameolewa, ako na bibi kwa nyumba. But still ameacha mke wake. Ameenda kwingine. So we can't run away from contraceptives. Unapata my brother? But we are saying the best is abstain. And we have agreed here. For you to abstain, start early education for this girl. Ili afanye nini? Abstain. Na si girl pekee, tunaachanga maboys wetu nje shwari. Tuanze nao na education, Wakati tunaanza kuwa educate, we are already building their mentality. We are already tunawajenga. Then wakati wanasonga polepole wataanza ku make sasa decision. Watajua hapa mahali nimefika, wacha nifanye hivi. Lakini mama alisema nikienda bila condom nitapata nini? HIV na nitapata mimba. Then anaamua, kwa vile nimeshindwa kujizuia, si ninunue condom. What we are saying, we don't force them to use, but we inform them to make an informed choice. Ni decision yao. Kama ako na information na anajua sex is good when I'm married, hata umpe hizo condom, umpe hizo nini zote, hatatumia, abstain mpaka wakati ataolewa. So what we are talking about is information. Wacha tusiwanyime information kwamba hii information itafanya waende kuhanya. Let us give them the information. Hiyo information itawasaidia to make an informed choice. Asante sana my sister. Any other question? Thank you very much. Umeridhika? Umeelimika? Na mmetosheka? So from now tunaweza declare no more teenage pregnancy. Amen. I want you to assure me from here, wote wenye mko hapa, are you assuring me we can now declare 100% no teenage pregnancy? Yes. Can you assure me? Yes. Can you assure me? Yes. Makofi kweli. Nilikuwa nasema
hapo kwenye mmesema early education kutoka nyuma kama 13 years huko nyuma. Unajua kuna wengine pia wanaishi na wazazi ambao kama hakuna mama, na unajua the male hawako able kuongelelea hizi vitu na wasichana. Pia muhamasishe au male waweze kuongea na wasichana about this. Mimi nilikuwa nasema azitule kama mmoja group mko mnatembea kwa mashule, kwa sababu kama sisi ndio tumekaa hapa, sisi tumepata information. What about mwenye yako nje hapo hivi? Hiyo ndio nilikuwa na suggest. Mnasikia? Simama. Nilikuwa na rafiki yangu alikuwa na mimba. Na wazazi wake alikuwa amemkataa. Na nikaenda kwao, nikaenda kuongelesha mama. Mama tena akamkataa kabisa. Na nikachukua msichana tukakuja kuishi naye. Mama akaanza kutetemeka na akakuja kumchukua pale kwetu pale. Akakuja kumchukua kwetu na akaenda na yeye nyumbani. But hawakumkubalia bado. Hawakumkubalia. Sasa alienda aje? Sasa akatoroka kwao. Sasa life yake inakaa aje? Ushaifuatilia uone penye yako ama ushawahi kufuatilia? Kwa sababu alikuwa beshte yako. Nilifuatilia. Sasa nilikuwa na namba yake, tulikuwa tunachat na. Sasa yeye anasema koje? Aliniambia hapo kwa yeye yake kwa. Maisha ni ngumu. Maisha ni ngumu. Mmesikia story? Hata mayouth, atusemi teenage peke yake, si ndio? Pia mayouth hata vile tuko wakubwa hivi pia inakuanga ngumu saa zingine. Sema ni tu ukweli. Si ni ukweli? Mtu anakupea bola alafu anaruka. Unaanza mwenyewe alafu unazaa triplets. Mshasikia? Wanaume watatu. Si ndio? Unaanza kushangaa hii maisha inaanza aje? Hapo ndo unapata mama anaenda anatupa mtoto mtoni, na yeye mwenyewe mtoni. Hizo sio kitu inaendelea Kenya by the way. Ama tunadanganya. Si ni kitu inaendelea saa hii. Kuna watu hata hapo amekaa tu lakini mawazo yake anafikirianga tu. Ni ukweli ama tunadanganya? Anachanganyika. Hapo tena ina teenager peke yake. Pia hata wazazi tu. Ni kubaya, si ndio? So ndio walisema unaanza early. Huyu mtoto asipitie ile maisha yaliyopitia, si ndio? Unaanza kumtisha early. Sasa huyu anasema rafiki yake bado ni kubaya tu, si ndio? So ukafanyaje ndio pia usiingie kwa story kama hiyo? Wewe unaweza advice aje? Sasa ni ndio advice kwa rembo wengine unaweza advice aje? Ndio advice tu wasome kwanza wamalize. Ndio warudi -6. Sawa sawa. Umesikia? Wanasema msome mmalize. Sina advice. Lakini hawataki ku advice mabeshte zao. Moshene tu WhatsApp. Ame screenshot ile WhatsApp. Ule alimwambia niko na ball nini. Ame screenshot huko. Sasa ni kuanza kumsema. Ule akigundua amemjua huko. Anakuwa peke yake. Unajua ukikuwa peke yake akili nyingine inafikiriana nini? Si mnajua? Praise the Lord. Kwa majina naitwa Annie Miza na ningeweza kushauri dada wenzangu ama teenager hii mambo ya sexy ni kitu yenye ikimbi kitu kiko. Watilie maanani kwa masomo. Wasome kwanza kisha malize kitu kiko watakipata tu. Na watie bidii sana kwa masomo na hii mimba hii wanaume wengi wanaweza anakwenda mimba na anakuacha. Badala za kuambia mimba mimi si ya kwangu utafanya aje? Mimi kunyo nafukuzwa. Nani atakuletea msaada pale? Sasa wajikaze hiyo kufungua mguu bwana iko tu lakini wajikaze kwanza. Unasikia? Kwa majina naitwa Ruth, mimi ni mwanafunzi Masivungiro. Ningesuggest sasa hivi tunapoketia mimba za mapema, si ndio? So kwa maybe hizi shule zenye watu wanatembea ama tu kwa mitaa au wanafunzi ama teenagers wenye wamepata mimba za mapema, hadi hao wanafaa waongeleshwe ili kuavoid kupata mimba ingine. Ushapata ile mtu alizaa mapema but still hatuli, anapata ya pili, ya tatu. So hadi hao wanafaa waongeleshwe. Umesikia? Wazazi mnaongelesha? Kwa majina ni Victoria Hamayo. Mimi nataka niongee kwa upande wa wazazi wenzangu.
kwa sababu wazazi wenzangu saa zingine wakitaka kuongelesha watoto wanatumia ukali sana, mpaka watoto wanakuwa scared kwao, hawezi hata kuwasikiza. Ningewaliwaomba wawe na lugha ya upole kwa watoto, wakiwakalisha wanawaongelesha vizuri, baba na mama mmekaa, watoto watasikia na wataelekea kwa mwenendo ulio mzuri. Hata kama umempata kwa makosa, lakini ukimweleza kwa njia ya utaratibu, utapata mtoto amerekebika, anajua hapa kumbe nikifanya hivi nimekosa. Lakini kuna wazazi wengine wanaongea tu kabla, yani hawezi kuongea kwa utaratibu, wakielekeza mtoto kwa njia nzuri. Lugha ya kuongea na mtoto iwe ya upole, wakimwelekeza vizuri, mtoto atasikia. Kama mimi kwangu kwa mfano, nilikuwa nakaa na baba ya watoto na watoto tunaongea polepole mpaka nashukuru Mwenyezi Mungu watoto wangu wanaelekea vizuri. Asante. Mimi kwanza niseme asante, nashukuru our nurses, na kile ningependa za way forward, kuna jambo alizungumzia kwamba kanisa na misikiti tumefail, sababu when you talk about this thing in the church, unaonekana wewe ndio umebeba dhambi za dunia mzima. So from now going forward, hata mimi nitakualika katika kanisa langu uzungumze na vijana, sababu maybe pastor, I don't know, mafunzo yao maybe they are restricted, hawawezi kufunza hayo maswala. And it will be good for the organizers of this forum again, kando na kufika kwa shule, you can call the religious leaders au masheikh na pastors, reverend, so that how wasipofikisha huo ujumbe kwa upande wetu, as we are giving the young ones the information, hao pia wawe na huo ujumbe, ili wajue ya kwamba sasa iko kwa vichwa vyao ama ni jukumu lao sasa kupitisha ujumbe kwa jamii. Kuna kitu ambacho mama county wetu anafanya, kurudisha watoto ambao wamejifungua shuleni. I don't know if it is encouraging ama sababu ni vizuri vile umesema, ama sisi wote tunakubaliana, msichana akijifungua sio mwisho wa masomo yake. Lakini I don't know, sababu na I'm very sure kuna mwingine mahali atasema acha tu nijifungue ili si atarudisha shuleni. So we need also to look at it as she is doing the better part of kurudisha shuleni, because we are looking at reduction of the teen pregnancy. Nawe pia with the same team ifikie, na kuna kitu muongelea hasa kuhusu sisi wavulana. Tunaongelea tu kuhusu hawa wasichana. Wasichana wenyewe wanajipatia mimba, wenyewe wajipatie mimba. So sisi vijana pia, as you come to those schools, kaa chini pia na watoto wavulana, nao waambiwe pia, wewe ukifanya hivi ndio utaletea mwenzako hiyo shida, so that both parties zimeweza kusaidiana na kujulikana. As a CHD, vile Nasa alisema, shida kubwa pale mwanzo ilikuwa bodaboda, but vile amesema pia mimi naungana naye, wamechange kabisa through the organization. Sasa tukipatikana hao ndio wanakutoa, hata kama ni sako wanafuta jina lako na wanakupeleka. So hii maneno imechange, imerudi kwa kanisa, imerudi kwa walimu, imerudi kwa hizi sekta zingine. So ni vizuri pia zote zikaweze kujumuishwa kwa pamoja ili tukaweze kusaidiana. Nina imani tutashinda tukishirikiana sisi sote. Asante. Kwangu tu ni kusaidia teenagers kwa njia moja ama ile nyingine. Ile mnasema ukitaka kuvumilia vizuri, you commit yourself to God. Hata ikiwa atasema huyu anatembea na wamama kwa sababu umependa nini, lakini wewe ujue ya kwamba nikiwa ndani ya Yesu, nikitaja Yesu kila wakati, mpango zangu zote nitafaulu. Pia msaidie teams, because wazazi ndio wanakaa na teams wengi kwa wingi. Unaweza pata team wamevaa kungu wengine kwenye tuna attract hizo mambo ya mimba za mapema. So tukijaribu kuongea nao, wanaweza jaribu kuvaa mzuri. Hata akienda kwa kuna vijana wenzake, akivaa mzuri, yule kijana atakuwa na haja ya kusema hii naona nini. Alafu unajua zile nguo ndio zinaleta shida mingi na mambo mengine. Pia wazazi tuweze
kushirikiana na teams tuwaelekeze vile nitakana waende. Asante. Disagree na point ya huyu ya about clothes. Clothes haifanyi mtu akue yes. Yani haifanyi mtu like, you're comfortable. Kama uko comfortable, mtu mwingine anafaa kuwa comfortable venye uko. Si lazima nivae kitu mrefu ndio nikuwe comfortable. If I'm comfortable wearing something short, it's my dress, my choice. See, I'm not doing it to impress you. I'm doing that to impress myself. And then on another point, I like to echo out kama mnaweza watu wa health, kama mnaweza provide counseling services to our young mothers, as in hiyo time after msee amepata ball, and then hiyo period ya rejection, all that psychological torture, if you can advocate for counseling sessions for them, ndio maybe wakwe sawa, wasi get into depression and all that. Wenzetu amesema hapo, pia wazazi tuelekeze watoto jinsi ya kuvaa. Mimi ni mzazi, niko na wasichana. Unaweza tamani mtoto avae hata hiyo nguo mrefu hata ifagie chini. Lakini ukimwambia tu vaa hiyo nguo, mtoto atavaa. Mtoto atatoka, ataenda. Wakati utakutana na yeye huko kwa barabara, utafanya hivi macho. Ni mwenye ameniacha kwa nyumba. Kwa sababu hizo nguo ziko sokoni na zile zenye umenunua kwa nyumba ni mrefu. Wakati amekuacha kwa boma akienda kwa tingatinga, amekuacha kama amevaa nguo mrefu, ameongeza mpaka leso juu. Lakini ukipigiwa simu useme wacha nifike pale kwa barabara, ukipata mtoto wako vile amevaa na ukijifanya hujamuona na urudi nyumbani, atarudi amevaa ile nguo mrefu. Sasa sisi wazazi ni kufundisha tu mtoto, lakini ukisema tuangalie mavazi hatutaweza. Na hiyo pia inakuja kwa upande wa my brother what he said. Mtoto mdogo wa 15 years anafaa kupata consent kwa mzazi kukuja family planning. True or false? But again kuna right ingine inasema you have a right to health services. Unanipata? So hapo tunapata argument. Kwani bila amekuja kwangu nimpe family planning method na ni mtoto wa miaka 15, lazima aende kutafuta mzazi for consent. Which means hakuomba mzazi consent ya kwenda kufanya sex, but she knows she's sexually active. Are you seeing the conflicts? Yes. Those are the conflicts we go through. Thank you. Thank you. I think imekuwa session nzuri. Kila mtu ajipigie makofi. It has been a very, very, very wonderful session. Kwa hivyo bila kupoteza wakati tunaelekea mwisho wa this session. Tutakuwa mtu appreciate. So, kwa hiyo wakati ningependa kuchukua fursa kuhimiza vijana muende mchukue kura. Apart from kushika mimba za mapema, kama umefikisha 18 years, make sure umejiandikisha kama mpiga kura. Wangapi wako over 18, my teams? Over 18. Wangapi wako na ID? Huyu ana ID. Mimi ana ID. So hakikisha kama uko na ID, uende usijisajili kama mpiga kura. Uko na jambo mambo? Yeah. Kama uko na ID hakikisha umejiandikisha, umejisajili kama mpiga kura. Ndipo ukuwe Mkenya mzalendo. So bila kupoteza wakati nataka kukaribisha Frank. I think we appreciate hawa ambao wameendesha hii gurudumu la this session. It's good to tell them thank you. Chanda chemo mwisho pete. Karibu Frank. Good afternoon. Naona tusikare kwa chini. But first I thank the team, Kakamega working groups. You've done a wonderful job organizing and planning for this day. I know it's very hard to organize an event. For it to run smoothly till the end, it requires a lot of things and sacrifice. So to the team, thank you so much for coming with that noble idea to curb this crisis we are in right now. To our facilitators, your work is always awesome. I think I've interacted with you in various forums, and I love what you do. And I really appreciate you.
and that's the multi, to grant you more life, so that you can at least continue shedding light to this dark society, where people don't accept some facts. At least, if you have elites like us plus your capacity, I think we can save our society, and we can bring light to this society. I really thank you for your time, and to the stakeholders, know you are the boss. Giving your time to sit here from morning up to this time without moving, listening keenly and interacting. No, without you, all this team would not have been here. Without you, this event would not have been organized. So, I really thank you for your time and for your patience. I know teenage pregnancy is a long topic. One day is not enough to talk about teenage pregnancy and come up with a solution. It was just cut to reach the main points. I really thank you and appreciate you. Next time when called upon, kindly respond, and above all, let's be good advocates back to the society. So, I'll hand over the mic. Oh, I'm told the youth officer is also here. Sorry, I didn't recognize you. Youth officer, sir, thanks for your time. You've spent your time with us from morning up to now. And the administration, though, I think he has left, but his points were valid. If you listen keenly, he told us that there are 17 cases which is handling right now in various areas where we are coming from. All of us are not from Maraba, Sinukweli. All of us are not from here, Shirambi. We are from various areas. So the chief was clear. Kindly, when we go back, let's be good advocates for what we have learned here and what the engagement we have had here. Thank you. Facilitator wetu makofi wametufanyia Stand up, kazi I nzuri, think we sio? appreciate, eh? I want to Stand up. appreciate. I'm so impatient. Simu zinanipaka. Ili ku appreciate waende Sasa tunaendelea. tulikuwa tunaenda kwa makofi. Sasa tuwape makofi hapa, kuna corona. Tuwape tu flower, si ndio? Ile tusiambukize mwenzako, si ndio? Sasa tafuta maflower kila mahali. What are our favorite colors? Pink and purple. Oh, so wale wanachukua pink, purple, labda wanachukua gani? White. Oh, white and lavender. Sasa let's pick them. Let's pick flowers. Smile bwana. Hii inaisha. Let's shower them with the various flowers. Wow. How colorful is it? Thank you. Thank you so much. May God bless you. God bless. Good afternoon all. And be very brief, very brief. Naona mmechoka, but from the talks of our facilitators, the main problems of teen pregnancy, the main problem of teen pregnancy, it is us parents, sindio? Parenthood. You know, kwa nini mjiulize hizi za babu zetu? Hizi vitu zilikuwa. Were there many teen pregnancies? Kwa nini? Wazazi vile mnakuza watoto wenu. Let me tell you, when you make your children to be spiritually nourished, their souls to be fed by the word of God, I can guarantee you hawatakuwa tempted huku nje. Unasikia? Fundeni wanafunzi wenu maadili ya Kikristo. Unanisikiza vizuri? Yes. Teach your children who God is, and God is everything. Unasikia? Na waomba watoto wenu waende kanisa. Na kanisa ifundishe kwa nini tunaishi. From creation to. Unasikia? Wazazi unafundisha mtoto kama sasa wazazi wazai. For example, perfect example. Mzazi wazai unafundisha mtoto inatakana uvae hivi, inatakana ufanye hivi. Na wewe mwenyewe unafanya nini? Unafanya hivi. Sasa atafanya nini unafanya? Mnapigana kwa nyumba na mzee. Akitoka nje sasa ataenda. Akiondeka sasa atakuwa anapigana. You are naweza sema aje? Tabia yako inafanya mtoto wako anafuata kile unafanya. So turekebike kama wazazi, watoto wetu watafuata maadili mema. Unasikia? From the youth ministry, we say thank you the Kakamega County Working Group for this noble event. Na walikuwa naomba
kama if there could be another activity like this, we organize in schools. Sana those teen au wenye wako shule, they are most vulnerable and very dangerous. Unaweza kutana mtoto wa 13 years. 13 years. Mimi naenda SK Church huku Mara. Tunakuanga na youth meetings, fellowship every Sunday. Vitu mambo yenye anakuambia unaweza shtuka. Unaweza fikiria ni mtu above 25 years. So, kwa shule, secondary school and primary, we should do that more on that. Nani yako wapi? Clarice, teen, wao secondary and primary, deal more on that. Hao ndio wako na shida kabisa. Wajana hawa youth wetu wenye wamekuja kukaa hapa. Those children. Na tena hao wako na ugonjwa mingi hata kuliko hao. Hao wanajua jinsi ya kuprotect. But those teens hawajui. Bora mpe 20 bob. Everything is done. Sindio? So you are as cheap as that. 20 bob. You are done. So thank you for this activity. Me, I think I'm done. Admin alifungua asubuhi. Anasema for the time that we have been here, I think it has been remarkable. And hereby close this function officially in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Tufunge kwa maombi. Asante Baba Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa adhuria ya leo. Umekuwa mwaminifu maishani mwetu tangu tulianza hii kikao. Baba ulikuwa pamoja nasi, tulikuomba Baba na tumeona mkono wako umetusunguka. Tunasema ni asante Baba. Mafunzo yote ambayo tumepata hapa, wacha tukanakili katika ndani ya mioyo zetu na tuende tufunze wenzetu Baba. Wale ambao tunaenda kukutana nao tukiwafunza, ukawape hekima na maarifa ambayo watasikiza na watuelewe na wafanye jinsi tunavyosema. Baba ni asante hata kwa walimu wetu ambao wametufunza siku ya leo, ukawabariki, ukawainue kwa sababu wewe ni Mungu. Baba hata wale kongamano ambayo iliandaa hii kamati yetu Baba, tunasema ni asante, ukawape ujasiri, wazidi kuendelea na kutufunza Baba, tunasema ni asante. Wote ambao tumejumuika hapa, wana youth wa na wazazi Baba, tunasema wewe mwenyewe utupe hekima na maarifa ya kutenda jinsi tunavyotaka. Naomba haya machache tunapoondoka hapa, waje ukawe mlinzi wetu katika njia zetu, tuongoze tufike tuendako, tutasema ni asante. Yote naomba nikiacha mkononi mwako kwa njia ya Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen.